Habari. Siku ya leo tutajifunza kuhusu kabila la Wasukuma. Lifahamu kabila la Wasukuma. Watu wengi wamekuwa wakiliponda kabila la Wasukuma, lakini huu ndio ukweli kuhusu Wasukuma na hii ndiyo historia. Tafadhali jitahidi kuisoma hadi mwisho, angalau upate kitu juu ya kabila la Wasukuma lililopo Tanzania. Wasukuma limetokana na neno sukuma, kaskazini. Hivyo Msukuma ni mtu wa kaskazini. Lakini Wasukuma haimaanishi tu watu wa kaskazini, bali wanajumuishwa pia na watu wa mashariki, Banakia, Mtunzu. Hawa wapo mkoa wa Simiyu. Kusini wapo Wadakama. Hawa wanaweza kuwa Shinyanga ama Tabora kutegemeana na upo sehemu gani. Msukuma wa Mwanza yeye ndio anaona yupo kaskazini hasa kuliko wote, kwa hiyo akiwaita watu wa Shinyanga ni wa kusini hawezi kuwa amekosea. Japo ukiwa Shinyanga napo utawasikia watu wa Shinyanga wakisema wao wapo kaskazini, hivyo ni Wasukuma na kusini yao ndio kuna Wadakama. Inajulikana zaidi kuwa wenyeji wa Tabora ni Wanyamwezi. Usukumani hakuna kabila la Wanyamwezi, bali wanaitwa Wadakama. Japo ukifika Tabora, wilaya ya Sikonge na Urambo hasa yenye Wanyamwezi, huku wilaya zingine zikiwa kwa kiasi kikubwa zimekaliwa na Wasukuma waliotokea Shinyanga na Mwanza miaka mingi iliyopita. Kwa upande wa magharibi wapo Banangweli. Huku utakutana na Wasumva au Wasumbwa. Hawa ndio wanachukua sehemu ya watu wa magharibi. Wasumbwa kama ilivyo kwa Wanyamwezi, wao wanaonekana kama ni sehemu ya Wasukuma, lakini ni sehemu ya Wasukuma na karibu kila kitu kinafanana, kuanzia lugha, mila na desturi na utamaduni wao. Kwa upande wa kaskazini, Wasukuma wamegawanyika katika pande kuu 4 za dunia, na jina la pande moja ya kaskazini ni hilo lililochukua nafasi ya pande zingine zote za sehemu wanazokaa Wasukuma. Kabila la Wasukuma linapatikana mikoa 5 ambayo ni Mwanza, Geita, Shinyanga, Simiyu na Tabora. Hii ni mikoa ya Wasukuma, japo mkoa wa Tabora unajulikana zaidi kama mkoa wa Wanyamwezi na si Wasukuma. Japo Wanyamwezi asili kabisa ni wachache na wanachukua wilaya ya Sikonge na Mirambo, wilaya zingine zikikaliwa na Wasukuma kuanzia Igunga na Nzega ama mchanganyiko kama Uyui. Hii ni mikoa ya asili ambayo Wasukuma wanatokea hapo awali, lakini Wasukuma wengi pia wanapatikana katika mikoa ya Rukwa, Katavi na Morogoro, ambapo wamehamia huku kwa ajili ya kufata kilimo na malisho ya mifugo yao. Wasukuma ndiyo kabila kubwa zaidi nchini Tanzania, ikifuatiwa na kabila la Wahaya na baadaye kabila la Wachaga. Mambo mbalimbali ambayo yanajishughulisha kabila la Wasukuma. Miongoni mwa mambo ambayo kabila la Wasukuma yanajishughulisha nayo ni kama yafuatavyo: kilimo na mifugo. Wasukuma wanafuga kwa wingi ng'ombe, mbuzi na uchache wa kondoo. Kwa haraka Wasukuma ndio kabila linalofuga ng'ombe wengi zaidi kati ya makabila yanayofuga nchini Tanzania. Mfano, sensa ya mwaka 2002 ilionyesha kuwa mkoa uliokuwa na ng'ombe wengi zaidi ulikuwa mkoa wa Shinyanga na Simiyu kwa sasa. Kwa kawaida makabila mengine yote ya wafugaji ukiwatoa Wasukuma, hakuna kabila lingine ambalo linachukua mkoa mzima. Hakuna ubishi kuwa ng'ombe wengi zaidi katika nchi yetu wanamilikiwa na jamii ya Wasukuma, hasa ukizingatia kuwa mbali na Shinyanga, kabla ya kugawanywa bado mkoa wa Mwanza na Geita, Tabora nayo ilikuwa sehemu ya mkoa ambayo Wasukuma wanaishi na kufuga. Wasukuma pia ni wakulima wa mahindi na mpunga. Zao la biashara Usukumani ni pamba, lakini hasa katika wilaya moja ya Maswa iliyopo mkoani Simiyu. Shughuli nyingine wanajishughulisha nayo ambayo imewapa umaarufu mkubwa nchini Tanzania ni mila yao na desturi zao. Kama ilivyo makabila mengine ya Kiafrika, Wasukuma wana mila zao na tamaduni zao. Mila za Wasukuma zimegawanyika sehemu kuu 2. Sehemu ya kwanza ni mila ya koo ama familia. Hizi hazifanani kabisa kati ya koo na koo. Mila yao ya pili ni mila ya jumuiya. Hizi zinafanana na zinajulikana kwa wanajumuiya au wanachama, bila kujali ni Wasukuma wa Mwanza au Simiyu au Tabora, Nyamwezini au Shinyanga ama Wasukuma wa magharibi, Banangweli au Wasumbwa.
Jumuiya za mila zipo aina mbili. Jumuiya ya kwanza ya mila ni Bakango. Hawa wanafanya kitu kinaitwa Bukango. Mila hizi zinahusu wazazi na watoto wa aina mbalimbali. Kwanza, watoto mapacha. Ukizaa watoto mapacha ni mkosi, hivyo lazima ufanye Bukango, kuondoa miguu kwa maana ya kuzaliwa kinyumenyume. Huo ni mkosi na lazima ufanye Bukango. Wazazi wa mtoto ama watoto mapacha hupelekwa kufanyiwa matambiko maeneo kama mtoni, na huko wao watakuwa uchi kabisa, huku wakifanyiwa hayo matambiko na wanajumuiya wenzao wa kabila la Wasukuma. Katika matambiko haya matusi yote husemwa, na ndiyo lugha rasmi iliyotumika katika, hata kama wakiwa njiani wanarudi. Matusi ya kutaja majina, viungo vya siri hutamkwa bila aibu yoyote mwanzo hadi mwisho. Kwa wasioshuhudia, siku ukibahatika kukutana nao barabarani, wanatukana matusi makubwa makubwa. Njia lazima usishangae, kwa sababu ni mila zao na desturi zao. Kwa kawaida, kama ni mwanajumuiya wa Bukango, hata ukizaa mapacha ama kashinje, mila hii hufanyi, labda mpaka upate mikosi ama matatizo na uelekezwe na wataalamu wa mila kuwa hao mapacha ama huyo kashinje ndio tatizo, basi utalazimika na wewe kuwa mwanachama au mwanajumuiya. Ili uwe mwanachama sharti uzae mapacha, kashinje, ama wewe ni pacha ama waliokutangulia ni mapacha. Mfano ni Shija ambaye huzaliwa baada ya mapacha na ana sifa ya kuwa mkango. Mila ya pili ni Basweji. Hili ni kundi la mwanamila wa Kisukuma. Kundi hili ndio hushughulika na matambiko ya kila aina, iwe ni kuondoa mikosi, neema na kadhalika. Hapa si lazima uwe mwanachama wa moja kwa moja kufanya matambiko haya. Ukipata mikosi, laana na kadhalika, njia pekee ni ya kuondoa mikosi hiyo ni matambiko, basi hawa mabwana watakuja kukufanyia hata kama si mwanachama wao. Ila matambiko na ngoma watacheza na hufanyia kwao. Chakula chao hawali kitu kingine zaidi ya nyama. Fanya ufanyavyo, nyama isikosekane. Kama unapika ugali, mboga ni nyama. Kama wali mboga ni nyama. Na wanatabia huwa hawaondoki, na wanaweza kukaa kwako hata mwezi wanatambika tu. Usipopika nyama, siku hiyo hiyo Wasukuma wataondoka, wale waliokuja kwa ajili ya kuja kutambika. Desturi nyingine ya Wasukuma, tuangalie kuhusu namna ndoa zao zilivyo. Ndoa za Kisukuma zinaruhusu ndoa za mitala, mke zaidi ya mmoja. Kwa kawaida Wasukuma huoa kwa mahali ya ng'ombe kati ya ng'ombe 7 mpaka ng'ombe 20. Hii ni kawaida sana, lakini mahali inaweza kuwa ng'ombe 25 mpaka ng'ombe 70, kutegemeana na mazingira, anayeolewa na muoaji. Lakini kubwa kuliko yote ni uzuri na tabia nzuri ya mwanamke vile alivyo. Wasukuma huzaa watoto wengi, kwa wastani watoto kati ya 6 mpaka 8 ama zaidi, na hao ni wa mama mmoja tu. Jambo lingine ambalo tutajifunza juu ya Wasukuma ni Wasukuma na wanawake weupe. Ni kweli Wasukuma wanapenda wanawake weupe, ila weupe wa asili. Lakini basi hili la wanawake weupe si la Wasukuma peke yake, bali ukweli ni asilimia kubwa ya wanaume wa makabila yote wanapenda wanawake weupe, ila Wasukuma ndio wanasingiziwa zaidi utazani, wengine hawapendi wanawake weupe. Jambo lingine linalohusu Wasukuma ni chakula halisi cha Wasukuma. Chakula halisi cha Wasukuma ni kama ifuatavyo: ugali wa mahindi, ugali wa muhogo na mahindi, wali, ugali wa mtama, maziwa, mboga za Kisukuma na nyama. Mboga za Kisukuma hasa ni mlenda. Mboga hizi za mlenda zina rangi ya kijani wakati wa masika. Mkalango ni mboga za mlenda zenye rangi nyeusi wakati wa kiangazi, zilizotunzwa kipindi mvua inaponyesha, na mzubo ambayo rangi hii ni ya kijani wakati wa kiangazi tena. Jambo lingine juu ya Wasukuma tutakalojifunza ni kuhusu ngoma za Wasukuma. Wasukuma wana aina ya ngoma za burudani zaidi ya 15. Jambo lingine ambalo limekuwa maarufu zaidi kwa Wasukuma ni ushamba wa Wasukuma.
Kuna mambo mawili hapa juu ya ushamba wa Wasukuma. Wasukuma wana watani wao wa jadi. Ushamba wa Msukuma umejengwa juu ya watani wao wa Msukuma, ambao ni kawaida sana kwa makabila watani wa Wasukuma kumtania Msukuma, japo utani unaweza kuwa unabeba sehemu ya ukweli na anayetaniwa ila haimaanishi ndio Wasukuma wote wapo hivyo. Nje ya makabila watani wa Wasukuma, hata makabila mengine yanatania Wasukuma, hasa kutokana na ukweli kuwa Msukuma kwa kiasi kikubwa hanaga tatizo na jamii yoyote, ukiacha Wamasai waliokuwa wanatuibia ng'ombe zetu enzi za enzi, japo hili sasa ni kabila ambalo halina nguvu sawa na Wasukuma. Jambo lingine kuhusu ushamba wa Wasukuma ni maisha yao ya kijijini. Kama ilivyo makabila mengine, Wasukuma wengi zaidi wanaishi vijijini, na maisha ya vijijini yanafanana na karibu na makabila yote nchini. Kama ni uduni wa mavazi na malazi yao yanafanana na watu wa vijijini katika jamii zingine. Kama ni kutoyafahamu vyema maisha ya mjini, basi ni sawa na watu wa vijijini katika makabila mengine, hata kwa watani wa Wasukuma ambao ni Wagogo walio karibu na maeneo yanayoishi Wasukuma kanda ya Ziwa. Kwa hivyo ieleweke kuwa kila kabila lina washamba na wao sio washamba kutegemea na hali halisi, lakini ni utani kutokana na makabila yaliyowazunguka kulingana na mazingira ya huyo mshamba. Kingine, hakuna mauaji yanayolenga vikongwe, bali kuna mauaji yanayolenga wachawi na albino kwa maeneo ya Wasukuma. Katika jamii ya Wasukuma, kama ilivyo jamii zingine, kuna wachawi. Swala la wachawi limebakia kuwa swala tete toka enzi na enzi. Utamaduni wa toka zamani kuhusu wachawi ni kuwa ukijulikana ni mchawi uliyeshindikana, basi utafukuzwa katika utemi. Tawala za kitemi zamani huo na kulazimishwa uvuke utemi zingine si chini ya 5 ili ukaishi na watu ambao hawana hali sawa na wewe ya uchawi. Na ukikaidi unauawa hadharani na jamii, kwa kuwa sehemu kubwa hawapendi uchawi na wachawi. Utamaduni huu wa kuwafukuza wachawi walioshindikana ulikuwa ni wa zamani sana, na baadhi ya wachawi walilazimika kuishi kwenye mapango kwa kuwa kila sehemu akienda anakataliwa na jamii hiyo. Katika mazingira ya sasa, mchawi aliyeshindikana kabisa hafukuzwi kama zamani kwa sababu mambo ya sheria, bali mtu amelogwa atajaribu kutafuta dawa za kuzuia uchawi, na ikishindikana kabisa, basi chaguo la mwisho huwa ni mauaji, ambapo atalazimika kukodi watu wa kuua. Wanaouawa huuawa kwa sababu ya uchawi, ila imepotoshwa sana kwa wanaouawa ni vikongwe wenye macho mekundu. Yapo mauaji mengi yametokea ya watu wasio vikongwe kabisa na wala hawana macho mekundu, na pia macho mekundu si ishara ya uchawi Usukumani, ila imepotoshwa sana na ule wimbo wa kusema ana macho mekundu, mleteni hapa ale mapanga. Mauaji ya albino ni jambo ambalo halina taarifa za kina hata kwa Wasukuma wenyewe, tofauti na mauaji ya wachawi ambayo yanaeleweka kabisa katika jamii ya Usukumani. Hakuna taarifa za kueleweka kuhusu jambo hili, na huenda ni siri iliyobakia kwa watu wachache miaka mingi iliyopita. Katika Usukumani, taarifa za biashara ya viungo vya binadamu zimekuwepo toka zamani, lakini zikieleza kuwa biashara za viungo kama ngozi zilikuwa zikiuzwa Kongo kwa ajili ya matumizi ya dawa za kichawi huko. Kuna muda hofu ya wachuna ngozi ilikuwepo kuwa kubwa miaka ya 1990 na kuendelea, na ngozi zilikuwa zinahusishwa na biashara hiyo ya ngozi za binadamu wa kawaida ambaye si albino. Suala la albino nalo liliibuka, taarifa nyingi zilikuwa ni zile kuwa viungo hivyo vina soko kubwa katika nchi za Kongo jirani na Tanzania. Kuna wakati Kongo ilituhumu Tanzania kwa biashara ya viungo inafanyika nchini kwetu, na wanaouawa Kongo viungo vinaletwa Tanzania. Huku na Tanzania pia kuna taarifa kuwa soko la viungo vya binadamu lipo Kongo. Baadaye ikaja kudhihirika kupitia vyombo vyetu vya usalama kuwa waganga wa kienyeji ndio wanaonunua viungo vya albino na kufanyia masuala yao ya uchawi. Swala hili bado limebakia kuwa na usiri mkubwa na hakuna taarifa za kueleweka ni nini hasa chanzo chake na soko hili liko wapi. Ukweli ulio wazi ni kuwa mauaji yanayotekelezwa na watu wachache waliojivika unyama na kujiajiri katika kazi ya kuua ili wapate kipato chao, na hawa
mtandao wao ni mtandao wa kihalifu na si mtandao wa Wasukuma, na ndio sababu ikitokea mauaji inajulikana basi kuuawa na wananchi wenye hasira kali, na kuwa hakuna anayependa haya mauaji katika jamii ya Usukumani. Ukumbuke pia kuwa kanda ya Ziwa ndiyo ina albino wengi zaidi nchini Tanzania. Jambo lingine la kujifunza juu ya Wasukuma ni upole wa Wasukuma, na hili kwa siku hii ya leo litakuwa jambo la mwisho kabisa la kujifunza juu ya Wasukuma, upole wa Wasukuma. Mwisho kabisa, asili ya Wasukuma wengi ni watu wapole, watu wakarimu, na si wachoyo ama wabahili kama wengi wanavyofikiria. Pia sio washamba kama ambavyo wengi wamekuwa wakisambaza picha halisi, lakini pia Wasukuma huwa na mapenzi ya ukweli, akipenda amependa haswa haswa, japo haimaanishi kuwa hakuna wakali, wachoyo na wabahiri, nao wapo japo ni wachache sana. Tumejitahidi kufikisha haya yote ili tukupe taarifa sahihi kuhusu kabila la Wasukuma. Karibu uendelee na nakala zetu ili ujifunze kwa undani zaidi na uweze kuyaelewa makabila mengine kwa undani zaidi yaliyopo nchini Tanzania. Asante kwa kutusikiliza.